bado wewe. Tengeneza mambo huko. Kambi kuu amunisikia, lakini wengine wote wananisikia, na wengine tuendelee kupungiana mikono. Tunakupata saa hizi, tunakupata. Kwa baraka nyingi sana, tuendelee kupungiana mikono kwa baraka nyingi sana. Wakati kambi kuu tunawasubiri ili tusikilizane, na wakati kambi kuu wanahangaika kutusikia, tuendelee kusikilizana. Nionyesha furaha kuwaona wote, lakini kumuona Neema akiwa amevaa free Mbarikiwa, Neema Gwakisa akiwa amenenepa sana. Yaani Neema amenenepa sana, ukweli hakunaga mwembamba duniani. Kambi kuu, popote ambapo mtanisikia, nitataka nisikie sauti yenu kwamba sasa mnanisikia, lakini sasa tunakupata baba, tunakupata sasa. Sasa mnanipata. Okay, asante sana. Nilikuwa nimeanza kuonyesha furaha kwa Neema Gwakisa ambaye namuona amenenepa, lakini amevaa free Mbarikiwa. Ni kuonyesha moyo wake ni imara sana sana kanisani na kwa maisha yangu sana. Lakini kabla siarudi kambi kuu, nionyeshe furaha kwa moyo mkuu mlio nao wote wanaofanya ibada, wanafuatilia ibada kwa njia hii ndio ya Discord. Najua wengine wako YouTube na mahali tofauti. Sijua hii sauti ya Discord ya kina engineer anaweza kaipelekaje YouTube, na ili na wale walioko YouTube wanaipata sawa. Sasa muda hawezi kutosha kuwataja wote, nimeshaona kwa muda mrefu. Lakini nianze kwanza kwa kuwapa hongera sana kwa moyo mkuu na tumaini kubwa na imani kubwa mlio nayo kwa Mungu. Nikisema imani naongelea uelewa mlio nao kwa Mungu, kwamba Mungu ni mfumo wa maisha. Mungu ni aina ya maisha. Mungu sio jengo gani, tunakusanyika watu wa aina gani. Mungu sio mhubiri gani yuko mbele yako. Mungu ni mhubiri huyo, anaongea nini kinachokusaidia kwenye maisha yako ya kila siku kuwa na nafuu sasa, lakini pia kuonyesha uwezekano wa nafuu kubwa sana au maisha bora zaidi wakati fulani baadaye. Ili niwe najua tu pamoja, nipungie mkono hivi kambi kona, pengine kama mnanisikia sawa. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo naanza kwanza kwa pongezi ya imani mlio nayo, uelewa mlio nao, ambao kimsingi uelewa ni mtu binafsi utamani kuelewa, awe na uelewa wa aina gani. Maana Biblia imetutaka tuwe na akili, manake kuwa ni sisi tutake kuwa nazo. Imetutaka kuwa mashujaa. Kuwa shujaa ni wewe unataka kuwa, sio utafanywa. Kuwa na imani sio ni Mungu ataiweka, ni wewe utakuwa na hiyo imani. Ni wewe utakuwa na hayo maisha, utakuwa na hiyo imani. Huo uelewa ni vinatafutwa. Ndio maana Sulemani anasema na heri atafutaye ufahamu, atafutaye maarifa. Kwa maarifa yanatafutwa, ufahamu unatafutwa. Sasa mimi kitu ambacho nimeambia wakati wote, imani ni ufahamu, imani ni akili. Kwa imani Mungu aliumba kila kitu. Hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye hakikufanyika chochote. Na unasikia kwa imani Mungu aliumba ulimwengu. Imani ni Mungu, Mungu ni akili, Mungu ni uelewa. Kwa hiyo cha kukufanya uendelee kwenye maisha ya imani, cha kukufanya uendelee ni uelewa wa hivi nikifanya hivi
pana nafuu kiasi gani kuliko ningefanya pengine. Kwa mfano sisi tuko kama kwenye aibu fulani au maumivu fulani, ambayo ni kama kuna dini zingine ambazo wako salama, wanaendelea na ibada zao za kawaida. Kwa hiyo mtu mwenye akili vizuri lazima ukae kwamba hivi mimi nikisali hizi ibada zingine ambazo wako salama, ama na hivi tunavyokutanika wa aina hii kufanya ibada kwa sura hizi, maombi ya aina hii, misimamo ya aina hii, inarahisisha vipi maisha ya sasa na baadaye kuliko mahali pengine popote. Imani ni hesabu. Kwa maana katika Luka anasema mtu asianze kujenga nyumba au mnara akiwa hajapiga hesabu ya anavyo vya kumalizia. Vyote hivyo vinahusisha akili. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya uelewa mlionao wa akili kubwa sana, wa moyo mkubwa sana katika mazingira kama haya. Lakini nionyeshe kupongeza mchungaji wetu ambaye amesimama kwenye nafasi ambayo nimeona moyo wake, jitihada zake zinaonyesha ameamua akave nafasi ya baba. Nguvu anayotumia, nia iliyojaa, alivyojisila, alivyo tayari kitokee chochote hata kwenye maisha yake. Na mimi namsikia anavyoongea, inaonyesha hana raha kabisa hata ya kuishi kwenye dunia ya aina hii. Hana raha kabisa ya kuishi kama mambo yatakaa hivyo yalivyokaa, mambo yatabaki hivi yalivyobaki. Namuona anaongea kwa hisia kubwa, lakini anatumia nguvu kubwa. Ameongea muda mrefu ambao unaona kabisa ameamua asimame kwenye nafasi ya baba, kama baba anavyotuhurumia, baba anavyojitoa, baba anavyojitaabisha. Ikiwezekana nijaribu kuchukua nafasi hiyo, lakini nia alionayo baba kama imempeleka kwenye hatari, kama na mimi itanipeleka huko, amina. Ukweli nimejua ya kwamba mnajaribu sana kuwa na moyo nilio nao. Niwaambie tu kwamba kuna vitu vingine vinatokea vinajaribu kunipa picha ya kwamba nisipokuwepo kabisa, siko hai kabisa, mnaweza mkaishije. Yaani kuna vitu sijui Mungu atakachofanya huku mbele, lakini nilivyokaa gerezani niliona namna mnavyoweza kuendelea nikiwa sipo. Lakini sasa hapa naona mnavyo maneno yenu, nasikilizaga wahubiri mbalimbali wakijaribu kusimamia sana hoja na sababu ya kwa nini baba asiwepo sasa. Mhubiri wa leo katika kauli zinazofanana na wengine wote, akina Mwangosi hawa, akina Zawadi wanazoziongelea, lakini mhubiri wa leo anasema baba siku zote yuko tayari kufa kwa ajili yetu, na mpaka hatua hii aliyochukua ni kufa kwa ajili yetu ili atusogeze kidogo. Kiukweli ni kwamba maisha niliyoishi hizi siku kadhaa na ambayo pengine nitaendelea kuishi hapa, hiki nacho ni kifo, na ni kifo ambacho kigumu sana, ambacho wakati mwingine kama Mungu atafanya namna nyingine yoyote, kama hapo panaweza pakaendelea kuwa ni bonde la uvuli wa mauti, maisha yakiwa hivi hivyokaa hivi, unaweza ukasema hapana, afadhali kufa kifo cha mara moja kuliko kufa hiki kifo cha taratibu. Lakini niwatie moyo wengine, msije mkaanza kushtuka kwamba baba sasa hapa ni kama bado upepo ni mgumu. Nimwambia hatujakimbia kwa sababu tumeharifu, hatujakimbia kwa sababu tunaogopa kufa, hatujakimbia kwa sababu tumeua mtu au tumefanya jambo baya. Moja ya sababu iliyopelekea tukimbie moja ni kunyenyekea, kuonyesha si kwamba tunatunisha ni mzuri na tunapambana na yeyote, lakini mbili, kuna watu ambao wanasema Mbarikiwa, umejitoa kwa miaka mingi ya unabii wako, sisi tungetamani
ungeuona ukombozi wa Mungu kabla hujaondoka duniani, na hawa walikuwa naona ukombozi ulikuwa jirani sana, na ya kwamba kama ukombozi uko jirani, hakuna sababu mimi nifie mwishoni hapa. Wakatoa muda, wakasema hebu tupishe kwa muda fulani huu, ili Mungu aokoe na wewe uone ukombozi. Na mimi kitu ambacho nilikuwa nimekiona baadaye, nikasema hebu ngoja tupishe watu wengine hawa, ionekane kama itashindikana kabisa, basi tujuage wote, pengine tungoje tu ambacho Mungu sasa atakifanya, tungoje tu ambacho Mungu atakifanya. Na nadhani baada ya kupita huo muda, naamini kabisa kwamba mimi nitakuwa hapo, na nitakuwa hapo kwa majadiliano tu mazuri na nyie. Najua kuna ambao mmeshataabika sana mioyo ya kwamba baba, afadhali usiwepo hata miaka yote, lakini tunakuona uko hai. Ndio maana nimesema tutafanya majadiliano mazuri sana, nione kwa kiasi gani mnaweza mkaiandaa mioyo yenu, kwa sababu na pia kama Mungu anaweza akarahisisha mazingira, kwa sababu mazingira mengine ambayo tumejaribu kuishi na huenda tutaishi siku kadha wa kadha hapa mbele, huenda yakawa mazingira ambayo nacho ni kifo. Na ukumbuke, hatujaiba cha mtu, hatujahamasisha kuua mtu, hatujahamasisha jambo lolote. Na ni kama sasa hivi tumeshika adabu, hatushughuliki na yale ambayo yanaonekana tuna mapambano fulani, kwa sababu nimetegemea zaidi njia ya Mungu. Nimetegemea zaidi njia ya Mungu. Lakini kimsingi mimi siwagi na mapambano. Ukiona na kukaripia, sina mapambano na wewe. Ukiona natumia lugha kali, sina mapambano na wewe. Naona hapo kambi kuu mmecheka sawa, sijajua ni lugha moja wapo au nimeongea hapa au nimekazi au kuna mtu amekazia kitu hapo. Lakini nimeona kina John hapa, kina nani Daudi Rubibi, nimeona katabasamu fulani kametokea kwa pamoja, na wengine wakatia kwa pamoja hapa. Lakini niseme tu kwamba nirudi kwenye hamasa yangu ya kawaida. Mimi nahubiri imani ambayo sio lazima mimi nilete ukombozi. Mimi nahubiri imani ambayo hata usipotokea kupitia mimi, nataka uchukue ufahamu, uwe na ufahamu ule ambao umenifanya mimi nikufanye wewe kuwa hivyo. Umenifanya mimi unaona, mbona ni kama mzee yuko karibu sana na anaweza akasababisha ukombozi mahali fulani kwenye jamii fulani. Kama unaniona hivyo mimi, basi ninayo ya hubiri, nataka ya kufanya wewe uwe hivyo, na watu wengine wao wanakuona wewe unaweza ukasababisha ukombozi fulani kwenye jamii fulani. Yaani mimi kilichonibadilisha kwa hivi ni Biblia na maandiko haya yamenibadilisha kabisa. Yaani watu hata hapa nilipo, nadhani baadhi hata mngetamani mchungaji ungejificha tu kabisa. Hapana, sijaua mtu, sijaiba cha mtu, sijaarifu mahali, na wala nikiongea na nyie hapa sihamasishi jambo baya. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza akasema ngoja tu huyu jamaa tumtafute popote, sasa sijajificha ile namna ile ya kwamba nipotee. Kama ni kunyamaza kabisa, mimi nimesema nikiwa hapo, kama ni kunyamaza kabisa, basi kwani kulikuwa na sababu gani ya kuwa mafichoni? Si ningekaa hapo tu na nyamaza tu. Nawaambia, pengine kama shida ni kuhubiri neno la Mungu, kuhamasisha watu waache kutenda mema, mimi naacha watu waache kutenda, kuhamasisha watu waendelee kutenda mema, waache kutenda mabaya. Kama ingekuwa ni kunyamaza,
Mimi ningetoa tu hiyo kauli mitandaoni alafu nikawa hapo, lakini kwa habari ya kuhamasisha watu kutenda mema na kuambia watu madhara ya mabaya ni kitu ambacho naweza nikabadilisha eneo la kuzungumzia, namna ya kuzungumza, lakini nitazungumza wakati wote wa maisha yangu wote. Yani swala la kwamba utasema sisi tunataka tu angepotea kabisa, apotee, yani apotee. Mimi nadhani kupotea kwangu ni kifo. Mimi kwangu kupotea ni kifo, yani ni ile tu kwamba siko hai, basi hapo kweli nimepotea. Lakini nikiwa hai, Mungu aliumba hii dunia ni kwa neno. Hii dunia inaweza ikaponywa kwa maneno. Niliwaambia neno linageuka kuwa neno likileta maana ya maneno. Kwa hiyo naomba tu muelewe sana kwamba hata ambao mnasema mchungaji ungenyamaza kabisa, unyamaze ujifiche. Sina kesi hivyo. Kesi yangu mimi ni ya kuwa mwenye haki na kuchochea watu kuwa wenye haki. Kama ni kujificha tu kabisa, kujificha, basi ni kuwa hapo tena, wala hata sijifichi. Naweza nikawa wazi, lakini nikatoa tu clip kwamba jamani, sitatoa mahubiri yoyote ya kuhamasisha mtu atende mema. Sitatoa mahubiri yoyote ya kukataza mtu atende mabaya. Kwa hiyo naombeni tu sasa muniache. Wangeniacha. Shida, kosa ndilo nalo ni kuhamasisha watu watende mema. Majaliwa, amka baba. Unalala kwa staili, unakaa staili ya kulala, umekaa kibosi sana. Mimi bado ni mchungaji mpaka hapa. Hizo kamera zinazopita huko zinapita. Hebu inuka kidogo hapo Majaliwa, usiinamie upande, inuka. Usikae kibosi sana. Mimi bado ni mchungaji. Naona jikula kichwa baba, hadi mimi sijui na vikosi gani huyu bwana huyu. Mbona hadi kila kitu ni mimi tu, acha hata kupiga ni mimi tu. Unajua nakupenda sana, unajua moyoni mwangu sana. Na ndio maana tena wewe hapo kuna mtu mwingine anaivutia pembeni hapo, Esther kutoka Mloo. Ananivutia kweli kwa imani na matumaini alionayo. Amenivutia kweli na ni moja ya watu ambao kwa vyote vile ningewataja kwa sababu ya imani na moyo alionao. Lakini Majaliwa kamera ilipotea tu njia, ukakuta umekaa kwa namna ya kuchoka kweli kwamba ona sasa tunasikilizia hata tu mitandaoni kwa kweli imani sijui sasa. Hapana Majaliwa, hiyo imani na haya tunayosema, nataka kesho na kesho kutwa. Moja ya kitu kinachoonekana kwenye maisha yangu, mimi naamini kwenye maisha yangu kuna watu wanaoona Mbarikiwa ni kama ni mtu anayeweza kuwa na mchango mkubwa sana kwenye hii jamii. Sasa hilo jina narudia tena kwenye mitandao, mlipungia na mikono hivi, mlipungia na mikono wote, mlipungia na mikono hivi, sawa? Hiyo namna ambayo inaonekana mimi kuna kitu naweza nikawa na mchango mkubwa fulani kwenye jamii hii au mkombozi fulani. Mimi hiyo usiku na mchana nitatamani uwe ni wewe, yani watu wakuone hivyo wewe. Hata kwenye mazingira kadha wa kadha ninayopita, ukweli nimemwambia mama yenu mara kadhaa, nimesema kama Mungu haokoi nchi dunia kupitia mimi, mtanisamehe sana, sioni maana ya kuishi. Mimi siamini kwenye kutaabika. Siamini, yani sijui ufahamu wangu ni wa aina gani, lakini mimi siamini kwenye mtu kutaabika, mtu kubahatisha. Siamini kwenye mtu kuumia, kuishi kwenye sintofahamu. Na mara kadhaa ndio maana nasemaga kama ni kuishi kwenye kuhangaika na sintofahamu, ningekuwa wa mwisho mimi. Tena niwe wa mwisho sio mwaka kesho, ningekuwa wa mwisho leo. Na ninaamini inawezekana Mungu
anaweza akaishusha nchi mpya, Yerusalemu mpya, ambayo hakuna kilio ama maombolezo yatasikika katika nchi hiyo. Na nilichosema kwamba kama haitawezekana hilo kutokea, kama haitawezekana hilo kutokea, nasikitika sana kuambia, kunisamehe sana, sidhani kama kutakuwa na maana ya kuishi. Nimetoa nafasi hii ili walau watu wengine watumie njia zingine wanazoona ni sawa. Mimi binafsi ukombozi niliona ulitakiwa kupiganiwa na kupigiwa kelele, hasa ambao wengi wanaupigia sasa hivi. Ulitakiwa upigiwe kelele tangia mwaka 2021. Ndio maana nilikuwa nasema hata kuna unabii niliotoa takuja kurudia wakati fulani. Nilisema kama hakitafanyika kitu fulani hizi siku za katikati hapa kabla ya 2025, tutegemee kuanzia 2025 kukawa na uchungu mkubwa, kwa sababu nilikuwa najua ukombozi ulitakiwa utokee kuanzia pale pale 2021, huu ambao wengi wanaulilia. Lakini wengi wakati ule waliambatana na hila, wakiwa wanasema hapana, tutakuja kugeuza kibao huko mbele. Mimi ninachosemaga, ubaya ukabili leo, ubaya uite ubaya leo, ubaya useme hautakiwi kutawala leo, upinge leo ubaya, onyesha ubaya leo na madhara yake leo. Lakini ukiufunikiza ubaya ukawa na urafiki na ubaya, ukawa na shirika na wabaya, ukawa unasema na mimi nawabisia na wafanyia hesabu, kuna siku tu nitawageuza, dakika yoyote nitawaonyesha kwamba mimi nilikuwa nachukulia. Na nilikuwa namsikiliza kijana anaitwa Pascal Cassian, ndani sijui Mungu ni kama nafunua uchafu. Anasema nimeamua kuvaa kama wahuni, kukaa na wahuni ili ndo tuwavute. Hii ndo tuwavute. Kuna watu walikuwa na comment mle wanasema basi hata kuzini utakuwa kama akina Mobile alivyokuwa anasema kwamba anamchukua Bahamedi Buguruni pale Kimboka, anazini naye, alafu baadaye anampiga Injili, anamwambia uokoke basi sasa, uokoke na wewe. Anamwambia uokoke na wewe. Kwa hiyo unaona ndio hicho anachofanya Cassian, ni kwamba tutashiriki mambo machafu, alafu tukishiriki mambo machafu ndipo tutawaambia watu kwamba okokeni, tumekuja huku. Unaenda baa, unapiga kabia, unavuta bangi na wavuta bangi, alafu ndio naambia jamani sasa okokeni basi masera. Okay, namuona Joli anacheka hapa, nitaka acheke hivyo vya kutosha Joli hapa kwamba okokeni basi masera. Nadhani ukweli sio huo. Ukweli sio huo, ni kwamba hata tukikaa na wabaya hatutashiriki yale mabaya, hatutavaa kama wabaya. Sasa watu wa Mungu wengi nakuona Mobile hapo unacheka, mzee wa kuzini na mtu, alafu nawaambia ukimaliza nao nawaambia uokoke basi. Sasa mimi nilipinga sana tangu mwanzo kusema watu wakachangamana wabaya, wakawa nakula nao sani moja, wanalamba asali pamoja, wanawasifia wabaya. Mtu anaharibu lakini wanamsifia, wanasema kazi nzuri, kazi kubwa, wakategemea uharibifu, wakategemea kwamba huko mbele Mungu ataleta ukombozi. Sasa kuna wakati mwingine unaamua kuacha namna kama hiyo, kwamba pia tuone nayo inaweza ikaishia wapi. Baada ya hapo mimi kifupi ni kama nionacho, narudi mzigoni. Mzigo wapiga kelele wala usiache, waambie watu makosa yao na Yakobo dhambi yake. Narudi mzigoni katika mazingira ya wazi kabisa, na ndio maana nilisitiza pengine watu wa protocol kama akina Lamek, akina Petro, sijapelekewa kamera huko, sijua kama wapo ama sivyo, au wapo kwenye protocol. Wapo. Yes, watu wa
Lamek, Andrew. Wapo. Kamera peleka Mungu huko. hapo. Petro sijamwona. Ameshakuona pale walipeleka kamera Lamek. Pale ulipokuwa walipeleka kamera. Sijamwona Petro. Okay, mmebadilishana sawa. Iko juu hapo sawa, nimeelewa. Sasa nilisema ikiwezekana kabisa sio vizuri kama mmeshajitoa sadaka. Sio vizuri mtafute namna ya kwamba pengine mzee sasa hayupo. Hapana, mimi dakika yoyote ninatokea. Kuna vitu nimesema nasubiri, nadhani baadhi mnafahamu mazingira ninayoyasubiri kwamba zijaribiwe njia ambazo watu wamesema pengine njia hii itatumika. Ikitokea hiyo njia haijawezekana, basi sisi wengine tunarudi katika kile, piga kelele wala usiache. Waambie watu wangu makosa yao na Yakobo dhambi yake. Ni Isaya alipopiga kelele na kuambia watu makosa yao, ndipo ilifika wakati akasema, tazama sasa nitaenda kufanya mbingu mpya na nchi. Mbingu mpya, nitaenda kufanya mbingu mpya na nchi mpya, kwa sababu watu walikuwa wamegeuka kabisa. Watu watageuka tukiwaambia, tukiwaonyesha faida ya mema na hasara ya mabaya. Hapo ndipo watu wanaweza wakageuka, lakini sio waombea tu kwenye ulimwengu wa roho na kusema katika jina la Yesu. Mimi huku ni kweli tunaomba, lakini watu watatakiwa waambiwe, waonyeshwe. Biblia katika Isaya 40 inaposema watulizeni watu wangu, ni kwamba angazeni, inuka uangaze. Angazeni, onyesheni wapi pana shimo, wapi pana madhara, wapi pana shida. Nendeni muonyeshe hapo. Ndio hiyo tafsiri inuke uangaze. Sio hii kwa kina Mwamposa, ya kwa kina Mwamposa, sio ya Mwamposa inuka uangaze. Sijui uwe na kagari ndio unaangaza, sio na kanyumba ndio unaangaza. Lakini inuka uangaze ni onyesha penye mashimo, onyesha namna ambazo jamii itatumbukia, jamii itaharibikiwa. Onyesha mtu anayekosea na madhara yake. Hiyo ndo kuinuka uangaze. Hiyo ndo kuinuka uangaze. Kwa hiyo sisi ni nuru ya ulimwengu, kuonyesha watu wanapoweza kutumbukia mambo yanaweza kuleta madhara zaidi na mabaya zaidi. Sisi ndo nuru ya ulimwengu kwa sura kama hiyo. Kwa hiyo ni kazi fulani ambayo maisha yangu itafanya kwa uwazi sana. Mtu yoyote anayesikia popote, mimi sijakimbia kifo. Ndio maana hapa nilipo kwa sehemu kubwa, hata mama yenu kuna mahali alikuwa anasema sasa hapa tusikae hapa, nikamwambia hapana, hatuna shida. Kama ni kweli hapa ninapoongelea hapa siku nikija kukujulisha nilipokuwa naongelea leo palikuwa ni wapi, utashangaa sana. Petro, nimekuona baba, amekuleta hapo, umevaa na t-shirt fulani, nimebeba kikapu hapo mbele. Nimekuelewa sana mama amenijulisha, nimekuelewa sana. Nimekuelewa sana Petro, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kabisa kwamba tubaki kuwa nuru ilivyotakiwa kuwa. Tubaki kuangaza kulivyotakiwa kuwa. Ndio maana pengine mimi tu ningekuwa kichwa hivi tulivyo mafichoni kwenye mateso, nimewaambia hapa ninapozungumzia, siku nikija kuwaambia kwamba nilikuwa ni wapi, utashangaa sana, na aidha unaweza ukaumia sana, kwamba kwa wale ambao wanaweza wakapafahamu kabisa wanaweza lakini sasa mtu yoyote akisema apambane, anitafute, apambane, kwa sababu ukinipata hapa kweli ulipania. Yani ukinipata hapa nilipo hapa, ukanipata hapa ninapoongelea hapa, ukanipata kweli ulipania. Yani wewe ulipania. Hata ningekuwa kwenye andaki, hata ningekaa kimya kabisa,
wewe kweli ulipania, kwa sababu katika haya yote ninayofanya sina dhambi, sina hatia. Alisemea Daniel, sema sina hatia. Hapa nimesema tu mambo mengine kabisa mimi ya kiroho, ya imani, ambayo yeyote naamini anaweza kusema neno la Mungu. Na hiki ninachokifanya hapa kama kiko YouTube, yaani wala hata msipate shida yoyote, na hata kama hakiko basi wakati mwingine ninapoongea mnaweza kukaa mnakiunganisha moja kwa moja na kiweka YouTube tu. Sijakusudia kuongea jambo ambalo mtu yoyote atapata uhalali wa kwamba huyu atafutwe shimo lolote alipo. Nimekusudia kuongea kwa nia ile ile, lakini kwa lugha ambayo ina maana ile ile, nia ile ile, lugha yenye maana ile ile, lakini lugha ambayo ni kama ni ya unyenyekevu mkubwa sana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nadhani mlitamani sana kuniona, kunisikia kwa sura kama hii, lakini mimi mwenyewe na uchungu mkubwa sana kuwaona, na uchungu mkubwa sana kuwaona, na uchungu mkubwa sana. Mingi msingi kuna wakati mwingine sitakagi hata kuangalia, kwa sababu ninakuwa na uchungu mkubwa sana ninavyoona sura ya mtu mmoja mmoja. Na hapo leo najua hata mchungaji wetu Alune amekuwa na wakati mgumu sana. Nilikuwa na wakati mgumu sana hata nilikuwa nazungumzia, kwa sababu nimemwona alivyokuwa anaongea. Nilikuwa na wakati mgumu sana, na mimi kwangu hilo ni jambo gumu. Hata mimi kuwaona mkiwa na wakati mgumu, kwa mfano yani hali aliyokuwa na Haruna wakati anahubiri, na mpaka anaponiona pale, naona tu kabisa ilikuwa ni hali ya maumivu makali sana, yenye uchungu mwingi sana. Wakati mwingine nikiwaona mkiwa katika hali hizo, mimi kweli Mungu shahidi, nasikilizaga tu audio, sipendai kuona video nikiwa ninawaona. Lakini kama alivyokuwa nahubiri Alune, mtanifariji na huenda mimi nitawafariji, ikiwa haya matumaini madogo ambayo watu wanayo kupitia mimi, matumaini kidogo ambayo watu wanayo kupitia mimi, kwa mbarikiwa pengine kwa mfano hata matukio ukisikia na amekimbia nchi, mtu anajua aliyekimbia nchi ni nini, ama amekimbia mkoa, mtu anajua aliyekimbia mkoa ni nini. Lakini huenda Sofia hapo ukikimbia mkoa alafu kaenda kutangaza kusema nimekimbia mkoa, huenda hata hakuna atakayeshangaa kwamba sasa nawe nakimbia mkoa, anakimbia nini hapo, amekimbia mkoa hapo, kimbia nini? Lakini mimi watu wanaweza kushtuka kwa sababu huenda nina umaarufu fulani kwenye jamii. Hata kuna watu wanachangia, wanaweza kuchangia, na yeyote ambaye utasikia hata mlioko kwenye mitandao, yeyote utakayesikia, kama una uwezo wote kuchangia chochote wa kumpa Alune, kumpa zawadi, unaweza ukafanya, kwa sababu pengine tunalazimika kuishi kwa bajeti fulani, tukiwa tuna balance kwamba hata kama itaenda mpaka muda fulani hii iliyopo hiji ifike. Lakini kama inaweza ikawepo, paka kuna watu wengine wakati mwingine tukiwa kwenye mazingira fulani, naweza kuona mtu mwingine kama atakuona atasema isee, kweli haya, hii ni historia ya kina Daudi kukimbilia kwenye mapango, kina Musa. Na jambo la mwisho nimesema mimi mwenyewe nimetamani kumsikia Alune alivyokuwa anatiririka hapo, natamani kuwaona, lakini jambo la mwisho ambalo nilitaka nilizungumzie, kwanza nirudi hapa kwanza niseme kwamba mtanifariji sana sana kama hiki kinachoonekana kwangu kitaanza kuonekana kwenye maisha yako. Hiki yani hivi ninavyotazama mimi, nimesema mwanzo na hapa, nimetaka nikazie sana hapa ya kwamba mimi nimebadilishwa na maneno haya
kumekuwa na matumaini kadhaa watu wanayo, na mimi nafahamu yako maneno uko moyo ninao, hata pasipo maneno una uwezo wa kuambukiza kitu fulani kwa watu. Watu wanaweza wakawa na maisha fulani yenye baraka, yenye faida kubwa, yenye nafuu kubwa kwa sababu ya aina yangu ya maisha. Ningetamani onekane hivyo. Kila mmoja tafuta platform unayoweza kupita. Mnaweza kuwa mnaimba nyimbo, mnaweka YouTube, mnaweka TikTok, mnaweka Facebook, unaweza kuhubiri. Lakini nimesikia injili ya mchungaji wetu Haruna leo, na ni injili kabisa, mtu aliyekufa kabisa, lakini ana matumaini. Haya maombi anayohubiri, maombi yana uwezo wa kubadilisha upepo. Unaona, ni maombi anayoomba, ni maombi ambayo sasa hivi mmeendelea hapo kanisani, na ningetamani sana muwe na imani tu ya kwamba maombi haya ya dhaifu tunayoomba watu sisi dhaifu yametufanya tuwe na hali hizi tulizo nazo, na huenda anaweza akafanya na yale mengine tunayoona huenda hatuyastahili kulingana na udhaifu tulionao. Kwa hiyo niwatakie kila lenye heri. Kulikuwa na jambo nilitaka kuzungumza lakini nimepotea, ila kwa neema ya Mungu, unako neema ya Mungu, kwa sababu nitaendelea kushiriki pamoja nanyi kwa namna kadha wa kadha. Kila itakapoonekana nina neno nalotakiwa kulizungumza kabla, wakati wa mhubiri au kipindi chochote kinachoendelea, basi naweza nikawa naomba nafasi hiyo kwa watumishi wa Mungu akina Nodi, na wanafikisha taarifa kwa wasimamizi hapo. Basi kama kuna kitu nafikiria kuchangia, nitakuwa nachangia. Sijaseto mazingira niliyopo, sijaseto. Kuna wakati naweza nikashindwa, naweza nikakaa sehemu ambayo hapana network, lakini nitakapopata sehemu iliyo seto kabisa, nadhani kila ibada mtakuwa mkiniona mwanzo mwisho. Kwa hizi siku 2-3 mtakuwa mkiniona mwanzo mwisho. Nasikia kufanya ibada sana, ndio naona Kiwira hapo, mzee wa hamasa, napiga makofi sawa sawa Kiwira hapo. Mungu awabariki sana, na ningetamani sana napokuwa sipo, kila mmoja ajifunze kumtia moyo mwingine. Watu wa Dar es Salaam msikae kama magogo, watu wa Kibaha msikae kama magogo. Penye kupiga makofi unapiga, mtu mwingine anajua jambo litakuwa ni la maana, ni mimi tu akili ilikuwa mbali. Mhakikishe mnaamshana kwa kila namna. Unapoiona pointi unakimbia kuandika. Nimeona kuna mahali Zawadi alikuwa anaandika hapo, basi dakika hiyo nikaona mtu mwingine anaanza kuchukua kuandika, kwa sababu nyewe mara nyingi mnaandikaga kwa kuigana. Lakini msikae tu utafikiri Majaliwa msikae tu utafikiri Majaliwa nahisi hata lishaacha kuja na biki na karatasi, biki na daftari. Nionyeshe Majaliwa, unaona aliangalia huko Majaliwa biki na daftari, nionyeshe kama Majaliwa nalo. Sawa, notebook hiyo naona notebook, lakini kukuonea unaandika baba, naonaga kunaga point yoyote ambayo inaendelea, vinginevyo kinaposomwa kichwa cha somo ndio wote tunakuwa tu umekaa upande kwa sura kama hii. Anyway, niseme kwamba tumejitahidi sana kuhamasishana hata kwenye mitandao. Panapotokea ka point fulani kamekugusa, unapiga makofi, unamwamsha aliyeko hapo, unamwamsha na naye kuhubiri kule. Najua huu ni wakati ambao mara nyingi akili zinakuwa mbali kweli. Asante. Maombi haya tunayoomba mara kwa mara, kuna mara yanatuweka vizuri, lakini na hasa tutakapokuwa tukionana kwa sura kama hii ambayo tumeonana hapa leo, naamini kabisa tumetiwa moyo kweli, na inawezekana tutaendelea kwa baraka kubwa sana. Sasa
nimruhusu mchungaji Harune ahitimishe tena, ahitimishe kwa somo pale alipotaka tukiwashe tena. Andiko letu tulikuwa naendelea kusoma, aendelee tusomea. Nimepona Daudi Rubibi, tujasikia neno lakini mama kidogo kuna nani amesinzia. Ameshinzia Daudi Rubibi, nimeona tu sura yako. Sijasikia neno lakini nimeona sura yako inasema mama. Mama. Mama amesinzia. Kwa macho. Tukimbia alikuwa macho huyo. Ameshtuka, amenisikia, alikuwa sisi kwa mtaona sura yake kwa sababu vita mfano humu tunapopita kwenye visiki kwenye machangamoto. Alikuwa amesinzia sasa. Aseme hivyo na mausingizi yake. Aseme hivyo na mausingizi yake. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Amen mama. Hii njia ya baba hii inapita polini kuelekea mbinguni. Kwa hiyo ngumu hiyo. Ngumu. Nijua tunapoelekea mbinguni tutapita mjini. Kwamba imepita polini. Kwa ambacho hata mimi kuchoka. Mungu sana. Yenu wote ambao mmeweza kushiriki ibada na mnaendelea kushiriki. Nafikiri tuko pamoja kwenye ibada toka majuzi. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kwa sababu nikaona tu napata, yaani heri tukiweka simu kama kuonyesha, ila tukiwasikiaga tu ama kuwaona huwa tunapata nguvu mpya sana. Amen. Wanasemaga kwamba wachungaji waombee washirika sana. Sisi tunawatazama nyie kama ndo wazazi. Makambi mbalimbali, yaani tunapozungumza hivi hatuongei na kambi kuu. Tunaongea na watu wote mnaoshiriki ibada pamoja nasi. Amen. Kwa hiyo mnatazama wazazi kulingana na vile mnavyoendelea na juhudi kubwa sana. Na fikiri mzee hapa kaongea mengi na mimi ni furaha yangu kwamba mzee aonekane kwenu. Amen. Hiyo na mimi nimebarikiwa sana sio kidogo. Na nafikiri hii njia ya kwenda mbinguni tutaendelea nayo tu hata kama bado tuko kwenye corridor ya kuelekea mbinguni. Tumepita polini sana. Kiwango ambacho mzee amesema ikiwa tutatoboa basi itakuwa ni simulizi kubwa mno, kwa sababu ni ajabu, mazingira ni ajabu, lakini kwa mkono wa Mungu, kwa sababu wakina Paulo walipita kwenye mazingira mengi yaliyo magumu ili kuandikisha historia. Ndio. Basi hata tunapita katika mazingira haya mengi magumu ili kuandikisha historia basi zilizosalia zingine nyingi. Yawezekana hapa pasiwe mwisho ya awamu hii taingia mbingu ipi, kwa sababu sasa ni poli tu. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana. Pia nambariki Mungu kwa ajili ya mtumishi Mary kurudi salama hapo. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Na pia watumishi wa Mungu wa protocol hapo, Mungu awabariki sana kwa sadaka yenu ya miili yenu. Mbarikiwe sana. Wabariki sana kidogo, kwa sababu ni kujitoa huko kwa ndio hiyo nasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Sasa ndio tunaiona kabisa kwamba miili imekuwa dhabihu. Mungu awabariki sana rafiki zangu. Bariki sana. Pia bila kusahau baba yetu, Baba Mwangosi, Mungu ambariki. Amen. Ajitoa kuwa dhabihu mno, kujua nitafanyaje, mambo yaendaje, shughuli ngumu mno, sio jambo rahisi kabisa, lakini Mungu awabariki sana.
ikiwemo mtumishi wa Mungu John hapo, sijui spidi yake ya maombi iko pale pale kutuongozea maombi. Iko vizuri sana. Safi kabisa. Nakubariki sana kwa nafasi hiyo, kwa sababu sisi ni dhaifu hivi tulivyo, lakini pia tuna nguvu ya kutufanya tuendelee mbele zaidi kiufahamu na kiakili, kwa sababu tayari kuna uzoefu wa imani umeingia kiwango ambacho hakuna kitu chaweza kupunguza upendo wetu kwa Mungu ama kupunguza kwa sababu ya hatari fulani. Alizungumza baba kwamba huku tuliko ni rahisi sana. Yaani mimi mwenyewe mpaka nasema baba, huku ni bwana shida sana. Basi jaribu ukae basi hata kwa malaika hawa, unakuta ananiambia hebu tuende huku kwa malaika hawa. Kwa unakuta kutoka kwenda kwa malaika Gabrieli ukarudi sijui kwa kina Debora Sintike, unakuta ni shida kubwa. Lakini namshukuru Mungu sana ambaye ametuweka hai mpaka leo. Tunakutana hivi tulivyo. Mungu awabariki sana Dar es Salaam hapo kwa mioyo yenu mikuu. Mungu awabariki sana, kiwemo mtumishi Asheri hapo na Kichawa Yesu hapo. Mungu awabariki sana, na mtumishi Lidia hapo na mwingine hapo. Mungu awabariki sana sana sana. Nikiingia Discord ili nipate zaidi, huwa napitia makapi. Kwa hiyo nikiziona sura hivi nipate, yaani nikionaga tu hii na hiyo na sura ya mtatu ya mzee wa kanisa hapo nyuma ya John hapo anaangalia kakidole. Kwa hiyo nikiziona tu zinanipa nguvu sana. Sijui kila mtumishi Noeli kina nani, yaani basi tu, ila Mungu awabariki sana kwa ushujaa wenu. Imani hii itakuja kuandikisha historia ngumu sana. Na watu wa Mungu, sio kwamba sijawaona watu wengine, nimewaona. Mtumishi wa Mungu toka Sumbawanga hapo, Mungu awabariki sana sana sana. Watumishi wa Kiwira wananyosha, najua sijawaona, nimewaona watumishi wa Mungu hapo toka Kiwira. Mungu awabariki sana sana. Na watumishi wa Mungu hapo kina Lameki Morogoro, Baba Mwaikwira hapo, Mungu akubariki sana Baba Mwaikwira. Kubarikiwe sana. Mtumishi Mema hapo, Mungu akubariki sana. Nisamehe kuwachelewesha na taja majina, ila ni kuwakumbuka. Kuna Baba Gwakisa hapo Baba Gwakisa, Mungu akubariki sana. Baba Gwakisa, usiwirie baba, usiwirie. Umelisha baba, umelisha neema, hakuna mwembamba duniani. Mwenyewe kuna masaja yametoka, tuwafua njara kwa Kiera, Baba Gwakisa. Kwa hiyo hakuna mwembamba kwenye hii dunia la wetu. Mungu akubariki sana. Namba msikiki Nyakyusa hiyo, ngoja imtoshe tu Baba Gwakisa, na maendeleo yoyote ambayo anaweza akawa naendelea nayo kwa namna yoyote. Lakini nimeona moyo mkubwa sana wa Mungu kwa neema. Nimemkatisha mama hapa, najua yuko kucheka na watoto wake, sijui, lakini na tahadhari ya kwamba tusio tukaribu utaratibu wa ibada ya Jumapili na wingu linalo kuwepo. Hapana. Sisi tunaona vema sana. Hiyo ndio hofu ambayo nakuwa nayo. Natakiwa kuwa na amshamsha, lakini nikumbushe kitu kimoja, ya kwamba ninaomba sana hususan nisipokuwepo, unahakikisha ni sababu ya mtu mwingine kutiwa moyo kuendelea. Amen. Nafasi kokote ambako wewe umeelewa, onyesha umeelewa. Kwenye mitandao Dar es Salaam, jitahidini sana, mnatutia moyo. Sababu ndio akina Emi mnakaaga kiasara kweli kweli. Yaani mnakaa kama mmetuzira, mmetuchoka. Mjitahidi sana hususan sipokuwepo. Mimi huwa wakati mwingine nahangaikaga kubadilisha upepo ili walau paweko na namna kadha wa kadha, ingawa sasa hivi watoto na wahubiri
wachungaji wetu wao wanahangaika nao sana, neema inayokuwa imewafunika mpaka unasema Mungu, inawezekana sasa hata nisipokuwepo kabisa hii shughuli ni kama hii inaenda kufika mwisho. Jambo la mwisho ambalo ni sawa wakati ule nilisema tunaweza tusisikie vizuri kipindi kama hiki, hasa pakiwa na watu wanasema mnakimbia ni waoga kifo. Kuna vitu vingine ili Biblia ionekane kwamba ni Biblia, ni vizuri mpite kwenye sehemu zote dhaifu na zenye nguvu. Mama hajataja Rezera na mimi sikuwataja Rezera, Mafinga, ongereni sana kwa moyo mkuu. Rezera kama wanaweza wakawa YouTube kwa sababu wamechelewa kuinua mikono, lakini Mungu awabariki sana. Sasa nimalizie hili neno ya kwamba kwenye Biblia akina Daudi walikimbia, akina Musa walikimbia, akina Yusufu walikimbizwa. Yaani kulikuwa na namna nyingi sana za watu wa Mungu, akina Paulo walienda kupeleza mji, kina Joshua walikimbizwa walishushwa ukutani, gorofani. Inawezekana sisi tukang'ang'ana kwamba kama ni kufa na tufe, lakini pengine Mungu anataka Biblia ionekane ni ya kweli. Na sisi tukimbiepo ionekane ni ya kweli, na sisi tukimbiepo. Lakini mimi ni nadhani ni yule Paulo, maisha yangu sijajua nimekosea kiasi gani kumnukuu Paulo. Ndio maana nimesema kakipita kipindi fulani hapa, basi yale maneno ya Paulo ni kama ndio yatakayotumika, kwamba kwa nini mnalia na kunivunja moyo? Mimi licha ya kufungwa katika Yerusalemu, niko tayari kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina hili. Kwa hiyo tumekuwa hapa tulipo. Mimi nahisi tutaandikisha historia ya katika Ebrania 11 kwamba wengine wakajificha katika mashimo ya nchi, katika mapango, wakala kwa taabu, wakavaa kwa taabu, lakini huenda Mungu anaweza akawa ametaka tuyakamilishe hayo. Nisome hili andiko, nisome katika Ebrania hapa, nisome mwenyewe kwa sababu sasa hapa siwezi kusomewa kulingana na mazingira yalivyo, lakini tukumbushane haya maandiko ni yanatuhusu ni sisi. Yaliandikwa Biblia ili ionekane ni Biblia, ni vizuri yatimie mambo ambayo yaliwakuta watu wengine, na pengine kwenye maisha yenu ndipo muendelee mbele kutafuta ukombozi. 36 anasema wengine, Ebrania 11:36 sema wengine walijaribiwa kwa dhihaka na kwa mapigo, naam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. 37 nasema walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitenda mabaya. Bila shaka kuvaa ngozi za kondoo na za mbuzi na kuwa wahitaji, huenda wengine kama kamera imeonyesha vizuri, huenda mmeona ninavyopendeza. Kuna maana naweza nikawa napendeza. Nilipataga upenyo kidogo tu, nilipataga kidogo siku fulani, nikaenda nikatoa utu. Lakini baada ya hapo kuna kahali fulani hivi unaweza kaona nimependeza fulani hivi, lakini unaweza kaona na kangua ambako ndo nimetokelezea. Naweza usiume kazoea sana, kasiwe kamezoeleka, lakini ndo hivyo sasa. Tumevaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Mama alikutaja Mary, kabla sijaendelea nikupe pole sana kwa msiba, lakini pia nikupe hongera sana kwa moyo mkuu kwa mmetoka msibani. Naendelea kwa moyo mkubwa kabisa kwenye ibada, na niwape hongera watu wote ambao walifika kwenye msiba ukutia moyo, na baadaye nikagundua kwa vile ambavyo maisha yako mengi yamekuwa yakigusa maisha
ya watu kadha wa kadha, bila shaka pia na wao walisikia vizuri kuwa sehemu ya maisha yako kwa sababu ya vile ambavyo umejipambanua kwenye maisha yako. Nimalizie sasa kusoma sema watu ambao mstari wa 38, mtu ambao ulimwengu hakustahili kuwa nao, walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Sasa sisi sio wema kuliko hawa. Biblia inasema hawa ni kielelezo, ni msingi wa ukombozi unavyoweza ukaja kutokea. Kwa namwambia mama, kwenye maeneo mengi ambayo nimejikuta napita naye, nimwambia haya ndo mashimo ya nchi sasa. Haya ndo mapango. Lakini hebu tuyastahimili kwa sababu inawezekana tunaandikisha records. Kama Mungu ataona vema tukifia huko, na hao wengine walikufa. Ukiendelea kusoma mistari inayofuata inaonyesha walikufa na wakiwa hawajapata ile thawabu waliokuwa wanahitaji, kwa sababu tuliwekewa sisi pia wasikamilishe pasipo sisi. Kwa hiyo hawakupata yale, wakiwa kwenye wengine. Wapo waliofia kwenye mapango, wapo waliofia kwenye mashimo ya nchi, wapo waliofia kwenye mapori, lakini hawakuiacha imani. Ndio maana mimi nimekataa kitendo cha kwamba wengine useme nimejificha alafu nisiongee chochote. Hauwezi ukajua saa yoyote inafanyika lolote. Unaweza kuwa tunasafiri kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, ajali ikatokea. Kwenye nyumba uliopo pengine ajali ikatokea, tetemeko likatokea, ukaondoka. Ni vizuri siku moja mbili kabla, watu wanasema kabla ya kuondoka kwake, siku moja kabla alikuwa ameng'ang'ania imani, amempenda Mungu kwa sura, kwa nia, kwa moyo. Vyote vilikuwa vinaonyesha. Kwa hiyo mimi niwe kwenye shimo, niwe kwenye pango. Ndio maana akina Paulo alikuwa gerezani, lakini alikuwa anaandika nyaraka ambazo